Nchini Kenya, taharuki imetanda kijiji kimoja baada ya kaburi la pamoja kupatikana eneo la Kericho, magharibi mwa nchi hiyo. Hakuna anayefahamu waathiriwa ama aliyehusika na ukatili huo. Maafisa wa polisi wamesema wanachunguza tukio hilo ambalo limewashangaza wengi nchini Kenya. Kutoka Nairobi, Nyota Suleiman anaarifu. Kaburi hilo limepatikana kijiji kimoja kaunti ya Kericho mapema wikendi hii. Haijulikani aliyehusika na ukatili huu na pia waathiriwa ni kina nani. Francis Auma ni afisa wa shirika la haki za kibinadamu la Muhuri nchini Kenya. Afrika na wenzetu wamekuwa kule Kericho na tumeona halaiki makaburi ya halaiki ya watu wamepatikana, na si mara ya kwanza, hii ni karibu mara ya pili. Ni huzuni mkubwa sana na tuwezi elewa kunaendelea nini. Na Kenya pia pale turudi, watu kupatikana katika halaiki za makaburi, si katika hii regime ya Ruto. Sasa atuelewe jamani kuelekea nini. Hii ni jambo ambalo pia takana liangaliwe sana kwa taratibu na tujue ni yapi yaliyojiri. Kwa hivyo serikali ni muhimu atoe ripoti, kwa nini watu wanazikwa kihalaiki, wao watu walikufa wapi, tokea nini. Ni jambo la huzuni sana na tuweze elewa jambo hili. Tukio hili limezua wasiwasi kwa wakazi wa eneo la makaburini Kericho, ambapo maiti hizo zaidi ya 10 zilipatikana zimezikana pamoja. Wakati leo imekuwa kijirudia, maana serikali ya Kenya ni serikali ya mpataye, hawajali sana hususan watu wa chini. Hata mtu kifa potelea mbali, mtu apoteze potelea mbali, lakini ingekuwa ni mtu tajika, mtu matajiri, wanasiasa, mambo haya yatokea kwa familia zao. Kwa hivyo hapa ni pale pa kubaguana na siasa za uzi sindano, kushana na kufumua na kuangalia nani ni nani. Hawa ni wadogo ndio maana wanakufa wakipotezwa. Nairobi pale tumeona pia malaiki ya watu walipatikana, Dandora tuliona Yala, na paka leo pia hatujapata ripoti kamili kujua yapi yaliyojiri. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha na tuelewi. Sisi kama kereketwa tunataka tujue safari na hii. Mbona kila kukicha tunapata malaiki ya makaburi ya watu kuzikwa, watu kilolela? Ni nani anafanya mambo haya? Ni kwa nini anafanya mambo haya? Lazima tujue ili tuwe na usalama. Nilinde ni kulinde usalama. Sio mara ya kwanza kaburi la pamoja kupatikana nchini Kenya. Mnamo mwaka 2024 makaburi ya pamoja yalipatikana msitu mmoja pwani ya Kenya. Waathiriwa wengi walikuwa watoto na wanawake waumini wa dhehebu moja. Vyombo vya usalama kila siku ni masuala yale yale. Kiriba goji kiriba. Tachunguza baada ya kupata aibu kuwa wako chini ya uongozi wao na hizi majasusi vipo vya dola vyote, lakini bado kuna maovu yanafanyika. Hii kumesha kuwa serikali wanajua. Kwa hivyo hii ni swala tu ya PR, kuonyesha kuwa tuko active, tunang'ang'ana ili kuzima ile moto, lakini ni jambo la aibu, ni jambo la kusikitisha, ni jambo la kushangaza. Kama sisi walipo ushuru hatuwezi pata protection, watu wanaweza ziko katika laiki ya makaburi kama yale, na serikali iko kila kukicha. Narudia, ikiwa mambo ni yale tutatoa statement, tutachunguza, lakini hatuna imani kuwa kutotokea na kitu ambayo itaridhisha wananchi. Maafisa wa usalama wamesema wanaendelea kuchunguza wahusika na ukatili huu. Kutoka Nairobi, mimi ni Nyota Suleiman, idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kenya.